kwa sababu ni baadhi ya ibada ambayo wanaifanya katika maisha yao. So hata katika secondaries tu kuna watoto ambao tayari wako pale na wameingia katika devil worshiping katika high school zetu. Na ndio naambiaga wazazi, unapopeleka mtoto katika shule ya high school, ni vizuri kwamba huyu mtoto akuwe dedicated, ni vizuri kwamba huyu mtoto akuwe ameombewa, na pia ni vizuri kwamba huyu mtoto pia akuwe amejengewa madhabahu ya kumpigania. Kwa sababu altar means a lot. Hello guys, Izagulfe hii na tuko ndani ya Penina Rasugu Media. So guys, hapo jana tumeweza kuona CCTV ya Utumishi Girls. Tumeiona na tukaona vile wasichana walifungiwa, vile walichoma. Lakini tumeamua tutafute Bishop Israel Yohana aweze kutuambia ni kwa nini hao wasichana hawakuwa na hutu. Kwa nini hawakufikiria kuchoma wale wengine, wakaumiza wengine na wakaumiza wazazi. Na ni uchungu sana, ni uchungu sana. So, acha tualike Bishop wetu aweze kutuambia nini kinaendelea hapa Kenya. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Asante sana Penina Rasugu TV. Na nyingine inaitwa Touch TV Kenya. Nataka nieleze kwamba ni nini kinachoendelea katika nchi ya Kenya kwa sasa, kwa sababu Mungu ametupa macho ya roho na tunajua kwamba ni nini kinachoendelea katika nchi ya Kenya sasa. Na jambo la kwanza nilikuwa nataka niwaambie kuhusu mwezi wa 6, the month of June. Kwa hivyo month of June inakuanga ni mwezi wa kutoa kitu kinaitwa sacrifice. So na huwa inaanza sana early June, kabla mwezi wa 6 ifike, kuanzia mwezi wa 5, hapo kuanzia katikati ya mwezi. Sacrifice huwa zinaandaliwa kwa sababu ya mwezi wa 6. Kwa sababu mwezi wa 6 huwa ni mwezi wa kutoa makafara kwa watu ambao ni waabudu shetani. Na tukiangalia katika shule ambazo ama nchi Kenya tuliyo nayo kwa sasa, utakuta kwamba sasa waabudu wa shetani umekithiri katika sehemu nyingi, hata katika mashule yetu. Mashule tunayo nilipeleka watoto. Utakuta shule tunazopeleka watoto, hata watoto wenyewe kuna wale watoto ambao ni devil worshiper. Na lakini bado ni watoto, lakini ni devil worshippers. So hao watoto hata wanapotoa sacrifice haoni shida, kwa sababu ni baadhi ya ibada ambayo wanaifanya katika maisha yao. So hata katika secondaries tu kuna watoto ambao tayari wako pale na wameingia katika devil worshiping katika high school zetu. Na ndio naambiaga wazazi, unapopeleka mtoto katika shule ya high school, ni vizuri kwamba huyu mtoto akuwe dedicated, ni vizuri kwamba huyu mtoto akuwe ameombewa, na pia ni vizuri kwamba huyu mtoto pia akuwe amejengewa madhabahu ya kumpigania. Kwa sababu altar means a lot. Kwa sababu kitu ambacho tunazopigana nacho ni altars ambazo ni za ufalme wa giza. Tunapigana na evil altars, kuna devil worshiping altars na altar nyingi sana ambazo ziko katika nchi ya Kenya. Na ninapozungumzia sasa, kama unapoangalia wanasiasa wa Kenya, 98% ni watu ambao wako na altars zao ambazo si za kiungu. Wengi wao unakuta kwamba wanaabudu altars za kishetani. Na namba kubwa ya wao MPs, hata hawa MPs ambao wako katika nchi ya Kenya, I think unakuta kwamba almost 90% wanaabudu shetani. 90% ni watu ambao unakuta kwamba wanalanga kwa waganga. Kuna wengine ambao unakuta kwamba wanalala ndani ya majeneza. Kuna wengine ambao unakuta kwamba sacrifice zao nyingi wanapeleka kwa waganga. Na unakuta sasa nao unakuta uchaguzi unapokaribia, wengi wao unakuta wanakimbia hapa Tanzania, wanakimbia Nigeria, wengine wanakimbia Ghana. Uchaguzi tu unapo karibia. Hata sasa ukienda kwa airport, utakuta ndege ambazo wanaosafiri sasa wanasiasa wanaosafiri either South Africa ama Tanzania ama Nigeria ama Ghana. Ni kwa nini? Na napozungumza hivi pia hata kuna mwanasiasa maarufu sana katika hapa nchi ya Kenya ambao pia amejiandaa kuenda South Africa. Kuna wanasiasa ambao na miongoni mwa wanasiasa ambao wanaenda South Africa,
Hawaendi kwa sababu ya kitu kingine, wanaenda kwa sababu ya ibada. Ibada ambayo inaenda kufanywa ni kwa sababu ya uchaguzi huu unaokuja wa 2027. Uchaguzi huu ni uchaguzi ambao unaonekana kwamba umewatia tumbo joto sana wanasiasa wengi. So wengi wanajaribu sana venye wanatoa sacrifice zao zikubalike katika ufalme wa giza, ili kwamba wapate kibali cha kurudi katika nyingine, raundi nyingine ama muhula wa pili wa uongozi katika nchi ya Kenya. Na unapoangalia katika mashule, waliochoma si watu kutoka nje, ni wanafunzi waliochoma. So that means kwamba katika ule ufalme uko na vitengo mbalimbali, uko na vitengo katika universities, uko na vitengo katika primaries, uko na vitengo pia katika high schools. Wote wamejaa mahali pale. So utakuta baadhi ya wanafunzi ambao ni wahusika wako tu pale, wao wanasoma, lakini wanajua they are on a mission, wako katika kazi na kuwatoa wengine kafara ni jambo halo si ngumu kwao, kwa sababu jambo la kwanza ni watu ambao ni wameingia kule tayari na wameingizwa na wanajua what they are doing. Na mambo haya yalipofanyika, hayakufanyika ati kwa sababu watu walikuwa wajui. Watu walikuwa wanajua vizuri nini kinafanyika. Kuna wanasiasa ambao walikuwa wanajua nini kinafanyika, hata kuna walimu ambao walikuwa wanajua nini kinafanyika. Kwa hivyo inamaanisha kwamba baadhi hata walimu they are devil worshiper. Na unakuta katika walimu wengi hata ndio wanafanya nini, ndio wana recruit wanafunzi kuingia katika devil worshiping. So unapopeleka mtoto katika shule, jambo la kwanza ni vizuri ujue msingi wa shule hii ni msingi aina gani. Usipeleke tu shule kwa sababu shule ni shule. Angalia msingi wa hii shule ni msingi wa aina gani, kwa sababu kuna shule nyingi sana ambayo misingi ya hiyo shule ni misingi ya kutoa sacrifice na damu za watoto, ili ile shule izidi kuinuka na kuinuka zaidi. So utakuta hii shule hii hata baada ya kwamba watoto wamechomeka, bado ile shule haitafunga, bado ile shule itaendelea tu. Na kwa sababu utakuta kwamba ambaye ni muhusika wa hiyo shule, ambaye mwenye hiyo shule ni muhusika mkubwa sana katika ufalme wa giza. Na kwa sababu ni muhusika mkubwa sana, utakuta kwamba hiyo shule itaendelea tu kulala. Watu mtaenda kwa katika bunge waongee, wanyamaze, watapia kelele, waongee, wanyamaze. Lakini cha kuchangaza kwamba next year shule ikifunguliwa, utakuta ile shule inaendelea kama kawaida na itakuwa na wanafunzi kama kawaida. Kwa sababu sasa ya kwamba wale wahusika ni watu wanaohusiana na wanasiasa katika serikali. Na serikali hii ukiwa wewe nini katika serikali hii, na hata ukifanya jambo la gani, hata ukiua mtu, hata ufanye nini ukiwa katika serikali hii, hakuna kitu ambacho kitafanya wewe ufanywe jambo lolote, kwa sababu mradhi tu wewe ni mhusika katika ule ufalme, na wewe ni mhusika katika kile kikundi cha watu ambao wanafanya udhalimu katika nchi ya Kenya. Kwa sababu unakuta madhabahu ambayo yameinuliwa katika nchi ya Kenya si madhabahu ya kiungu. Na narudia tena, madhabahu yaliyoinuliwa katika nchi ya Kenya ni madhabahu yaliyo kinyume kabisa na Mungu. So mambo yanayotendeka sasa ni mambo ambayo tayari yameandaliwa. Na kuna kitu ambacho nataka niwaambie watu ambao wananisikiza sasa. Hii ni shule ya kwanza kuchomeka, lakini kabla uchaguzi wa 2027 ni shule nyingi sana mtasikia zimechomeka, na ni plani ambayo iko. Kwa hivyo ni vizuri sana wazazi mkae mkiombea watoto wenu. Ombeeni watoto wenu, na ikiwezekana wale watoto wapelekeni kwenye madhabahu, watoto wafanywe dedication, au watoto pia wajengewe madhabahu. Na kama ni mzazi unanisikiza hapa, usinisikize tu na kusema tu nimekusikia. Sikiza na uchukulie hatua mtoto wako katika shule anayofanya, kwa sababu ni shule nyingi sana saizi unaenda kuchomwa. Kabla uchaguzi wa 2027 utasikia shule nyingi sana zimechomwa. Hii ni ya kwanza tu, na kuna shule ambazo zinakuja kuchomwa na kuchomwa na kuchomwa. Kwa hivyo mzazi unayesikiza, ni vizuri chukua tahadhari. Huyu mtoto wako ni vizuri wanapoenda midterm, kimbiza kwa madhabahu. Kimbiza kwa madhabahu, dedicate huyu mtoto, muombe, kwa sababu wanaochomeka si wote. Kuna wale ambao watoto ambao ni protected, wamezingirwa damu ya Yesu. Hao watoto hata kuna kitu kinaweza fanyika kwao, hata ikifanyika mpango wa kuwachoma haitawapata ndani, kwa sababu Mungu lazima atawakinga na atawaokoa. So nafikiri tunapoendelea kuna swali ambao nataka kuniuliza.
Basi labda wewe unanitazama mahali pale na labda umekuwa na tatizo la kiroho na labda unashindwa utaanzia wapi. Kuna nambari yangu ya simu iko mahali pale kwa sababu ya ushauri wa kiroho na wale watu ambao maisha yao unakuta kwamba inahitaji Mungu aingilie kati. Nimepigiwa simu kutoka sehemu nyingi sana za ulimwengu na nimesema kwamba ukipiga usikie simu yangu iko busy, piga tena kwa sababu najua kwamba mvumilivu hula mbivu. Kwa hivyo ukipiga usikie iko busy, usivunjike moyo. Piga tena, najua utanipata. Wakati wako na majira yako Mungu ameandaa. Nambari yangu simu ni 0722 744 672 0722 744 672. Shalom, Mungu awabariki.